Leo nakwenda kukuambia mambo matano ambayo huyafahamu kuhusu Tanzania na wengi hawayafahamu. Twende nikakujuze mambo matano ambayo hauyafahamu kuhusu Tanzania. Tuanze na jambo la kwanza. Wakati wa ukoloni, Tanganyika ilijulikana kama German East Africa Colony. Kwa wakati huo ilikuwa ni koloni kubwa la Mjerumani, ambapo kwa jina la kawaida walikuwa wanaita Deutsche Ostafrika, na ilikuwa ikijumuisha nchi za Rwanda na Burundi. Kwa wakati huo ili koloni ilikuwa kubwa kuliko nchi yoyote ile katika bara la Ulaya. Kwa hiyo ili ilikuwa ni koloni miongoni mwa makoloni ya Mjerumani kabla ya kuchukuliwa na Mwingereza. Jiji la Kigoma lilikuwa na reli ya kati, ambayo reli hiyo ilitumika kuunganisha mikoa yote inayopatikana ukanda wa Ziwa Tanganyika, kuhusisha mkoa wa Rukwa na wilaya zake kama Mpanda, kuna wilaya ya Tanganyika, lakini pia zinapita katika Ziwa Tanganyika na kusafirishwa kupitia reli ya kati. Lakini kwa kipindi hicho cha ukoloni palikuwa na biashara ya watumwa, kwa watumwa walikuwa wakikusanywa kwenye maeneo mbalimbali, walikuwa wakisafirishwa kupitia reli ya kati. Hiyo ilikuwa ni miaka ya ukoloni, miaka ya nyuma. Zanzibar kwa wakati huo, wakati fulani ilikuwa ni nchi yenye utajiri yenye nguvu kushinda baadhi ya nchi ambazo zinapatikana katika bara la Ulaya. Zanzibar utajiri huu ilipata kutokana na biashara ya watumwa, lakini pia biashara ya karafuu. Lakini sultani wa Zanzibar ambaye alikuwa ni sultani kutoka Oman alikuwa anamiliki sehemu kubwa, kiasi kwamba kuna sehemu ya Kenya ilikuwa ni kwenye milki ya Zanzibar kwenda hadi Mozambiki. Kwa wakati huo alikuwa ni falme yenye nguvu kushinda baadhi ya wafalme ambao wanapatikana katika bara la Ulaya. Je, ulikuwa unajua kwamba vita ya kwanza dunia ilianzia Afrika na ilikuwa ni Tanga? Wakati huo Mjerumani na Mwingereza waliingia katika vita huko Tanga katika koloni lao la German East Africa, ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina lingine Tanganyika. Kwa wakati huo Jerumani alishinda, lakini kwa hila nyingi. Tanganyika ilikuwa nchi huru kabisa kabla ya kuungana na Zanzibar. Mwaka 1961 Tanzania ilipata uhuru wake, na mwaka 1962 ilifanikiwa kuwa jamhuri. Na mwaka 1963 Zanzibar ilifanya mapinduzi matukufu na kupata uhuru wao, na mwaka 1964 ilikuwa jamhuri. Tarehe 26 Aprili mwaka 1964 Tanganyika na Zanzibar ziliungana na kuwa nchi moja ambayo kwa pamoja iliitwa Tanzania, na mpaka sasa tuko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mpaka sasa ni nchi huru ambazo zina serikali inayotofautiana. Kuna serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.